Naam, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mtazamaji, ni siku nyingine tena ya kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu hapa Channel 10. Nikualike basi ungana nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu, tukiamini una mambo mengi ambayo utajifunza kupitia kipindi hiki. Na leo hapa studioni tumemwalika Al-Hajj Sheikh Khamis Mataka, ni mwenyekiti wa halmashauri kuu ya BAKWATA Taifa. Ana nyadhifa nyingi sana Sheikh Mataka. Ya kwanza ni hiyo, mwenyekiti wa halmashauri kuu ya BAKWATA Taifa, lakini ni katibu mkuu wa taasisi ya mashekhe na wanazuoni wa Kiislamu hapa Tanzania, lakini pia ni mwenyekiti mwenza wa kamati ya taifa ya viongozi wa dini. Viongozi hawa wanatoka TEC, CCT pamoja na BAKWATA. Sheikh Mataka, karibu sana. Babangu, siku nyingi, ni muda mrefu. Alhamdulillah. Karibu sana, tuzungumze kwenye kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu. Na leo tumekubaliana tumkumbuke almarhum Sheikh wetu Sheikh Muhammad ibn Eid Muhammad maarufu Abu Eid. Naam. Sheikh wetu huyu tunajua alikuwa imamu wa msikiti mkuu wa Mwenye Amani pale Buguruni, lakini huyu aliwahi kuwa mwenyekiti wa Kiislamu, mwenyekiti wa taasisi ya Al-Risala Foundation, lakini ni mshauri wa mufti katika masuala ya dini na jamii. Kwa kweli tumeondokewa sana. Tumeondokewa kwa maana ni mtu muhimu sana katika eneo hili la Kiislamu hapa nchini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sote tumefiwa. No. Lakini Sheikh Mataka, wewe umefiwa sana. Alhamdulillah. Wewe ni mwenzako sana Abu Eid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nimeshuhudia mara kadhaa amalizi siku nyinyi bila kuwa pamoja kwa siku. Alhamdulillah, ni kweli. Mmeishi kama marafiki wa karibu, mmeishi kama ndugu, mmeishi kama familia. Alhamdulillah. Pole sana. Alhamdulillah. Umempoteza mwenzako, unamkosa mwenzako, naamini umeguswa kuliko mtu mwingine yeyote kama si familia yake. Al-baqa'u lillahi wahda. Naam. Wakubakia ni Allah. Naam. Tumepokea, tumeridhika na qadari ya Allah. Sheikh Muhammad watu wamemfahamu kupitia Channel 10. Sisi hapa Channel 10 ni familia. Naam. Yeye hapa ndio alikuwa anarusha kipindi dada ya hiki. Naam. Hiki Ulimwengu wa Kiislamu kilikuja mbele sana. Naam. Lakini Al-Risala ni kipindi ambacho hapa yeye alikuwa muasisi wake. Naam. Amekiendesha sana, mmekifanya sana, hasa katika vipindi vya Ramadhan Karim. Mmekuwa pamoja kwa miaka mingi sana. Alhamdulillah. Kwa hiyo Channel 10 tumehuzunika kuondokewa na mwanachuoni huyu mkubwa. Alhamdulillah. Hebu mtu anayetamani kumfahamu Sheikh Muhammad, tunaweza kupata historia yake kupitia kwa Sheikh Muhammad Eid Muhammad Abu Eid. Man huwa, nani hasa Sheikh Muhammad? Alhamdulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwanza tumepokea kifo cha Sheikh Muhammad Eid Muhammad Abu Eid. Na ni qadari ya Allah. Naam. Tumepokea na tumeridhia qadari ya Allah. Na tunamshukuru Allah kwa maisha yake. Naam. Namna alivyoishi, mchango wake katika jamii. Tunamshukuru Allah kwa maisha yake, na tunamuomba Allah amrehemu Sheikh Muhammad Eid Muhammad, amsamehe alipoteleza, amruzuku pepo, na aipe familia yake na sisi ndugu zake subra na suluwan. Allahumma amin. Allahumma amin. Sheikh Muhammad Eid Muhammad, yeye kwanza jina shekhe ni sehemu ya jina lake. Ala. Naam. Sheikh Muhammad, jina shekhe ni sehemu ya jina lake. Tayeb. Mbali ya kuwa ni shekhe kwa maana kitaaluma, kwa maana ya wanachuoni, lakini yeye shekhe ni sehemu ya jina lake.
jina lake, kwa sababu hili Muhammad Naam. ni jina la babu yake mzaa baba. Naam. Ni jina la babu yake mzaa baba. Kwa hivyo walipokuwa wakimwita ili kumchungia heshima mzee, ni kama unavyoona katika baadhi ya familia mtoto anaitwa kibabu, Ndio. ili asitajwe yule babu mwenye jina lake. Sahihi. Yani kibabu kwa maana tu ya kurejea kwenye jina lake ambalo ni jina la babu yake. Naona, kwa hivyo hiyo ndivyo ilikuwa kwa yeye. Badala ya kumwita Muhammad akaitwa Sheikh Muhammad. Kwa hivyo yeye ni shekhe toka anazaliwa, yeye ni shekhe. Yeye ni shekhe. Yeye Sheikh Muhammad Eid Muhammad ni mtoto wa 4 katika familia ya Sheikh Eid bin Muhammad. Sawa. Sheikh Eid Muhammad bin Muhammad alizaa watoto 10. Yeye Sheikh Muhammad ni mtoto wa 4, lakini huyu Sheikh Eid ambaye ni baba yake Sheikh Muhammad na yeye pia ni mtoto wa 4 katika familia ya watoto 4. Sawa. Kwa hivyo Sheikh Muhammad anarandana na baba yake kuwa wote ni watoto 4. Sawa. Lakini huyu baba yake Sheikh Eid Muhammad, huyu baba yake kwa maana ya babu yake Sheikh Muhammad alifariki huyu akiwa yuko tumboni, kwa maana mama yake akiwa mjamzito. Sawa kabisa. Lakini hii familia ilikuwa inafanya msisitizo katika kusoma elimu ya dini. Kwa hivyo baba yake mkuu Sheikh Muhammad, ambaye yani tusema ni babu yake Sheikh Muhammad, alitoa usia kwa bibi yake Sheikh Muhammad, akamwambia mimba hii atazaliwa mtoto wa kiume, na huyo mtoto akizaliwa akachuchuka, mpeleke kusoma dini Pangani. Allahu Akbar. Mpeleke Pangani waliko wenzake akasome dini. Kwa hivyo wasia huu unatolewa katika ardhi ya eneo gani? Ardhi ya Mkata, wilaya ya Handeni, mkoani Tanga. Sahihi. Kama mimba hii atazaliwa mtoto wa kiume, na huyo mtoto akichuchuka apelekwe Pangani kuungana na wenzake kusoma dini. Sawa. Kwa hivyo alivyozaliwa baba yake Sheikh Muhammad, baada ya muda akapelekwa Pangani kusoma dini. Kwa hivyo amekulia kule. Kwa baba yake Sheikh Muhammad alikulia Pangani, kwa maana amekulia pwani ya Tanga. Na akasoma kule akiwa na wenzake waliotangulia. Kule alisoma, kaendelea baba yake Sheikh Muhammad, na baadaye akarejea Mkata. Ya Mkata akaoa, na alimuoa bibi aitwaye Wanamgweno. Wanamgweno binti Juma wa Suleiman. Wanamgweno binti Juma wa Suleiman aliolewa, na huyu amezaa watoto 10. Allahu Akbar. Neema kubwa. Sheikh Muhammad akiwa ni mtoto wa 4. Akiwa mtoto wa 4, lakini akitanguliwa na dada yake Khadija. Yuko dada yake ambaye ni marehemu pia. Kuna dada yake Rehema ambaye ni marehemu. Kuna ndugu yake Ridwan ambaye ni marehemu. Kuna
yeye Sheikh Muhammad kama wanne, kuna dada yake Safia ambaye ni marehemu, na waliobaki ndugu zake yupo Nasoro, yupo Zawadi, huyu ni mwanamke, yupo Ayub, yuko Suleiman na yuko Mayasa, jumla ya watoto 10. Oh, mashallah. Sasa Sheikh Muhammad Eid Muhammad Abu Eid Maruf. Abu Eid maana yake ni baba Idi. Naam. Kwa sababu miongoni mwa watoto wa Sheikh Muhammad kampa jina la baba yake, anaitwa Eid. Naam. Kwa hivyo yeye Abu Eid kwa maana tu ya baba yake Idi. Sahihi kabisa. Huyu ni baba Idi. Sawa. Kama ilivyo ada yetu sisi kuona huyu ni baba Idi, huyu ni mama fulani na kadhalika. Sawa. Kwa hivyo huyu Abu Eid alizungumza Kiarabu, lakini makusudio ni baba Idi. Sawa sawa. Jina lake Sheikh Muhammad Sawa. bin Eid bin Muhammad bin Hussein bin Mahede bin Kisodia bin Mahengela. Mahengela. Allahu akbar. Kwa hivyo ni Sheikh Muhammad bin Eid bin Muhammad bin Hussein bin Mahede bin Kisodia Mahelanga. Mahelanga ndio jina la ukoo. Kwa kweli huyu ni mtu wako wa karibu sana, manake kuyakariri haya yote. Alhamdulillah. Yani maana yake ni kwamba umeyapata kwa mtu wako. Naam. Kwa mtu ambaye ni ngumu kuyajua. Kutoka kwake mwenyewe. Kutoka kwake mwenyewe, ni kama vile alijitabiria atatangulia akakuachia. Basi alhamdulillah. Kwa hivyo yeye Sheikh Muhammad kama nilivyosema, baba yake ni mzee Sheikh Eid Muhammad Hussein Mahedi Kisodi ya Mahelanga. Ilikuwaje nyinyi mkakutana sasa kwenye shughuli za dawa? Shughuli za dawa kilicho kutukusanyisha hasa ni harakati ya kutetea mambo ya akida na tarika. Mambo ya akida na tarika. Mimi nilikuwa mshiriki sana miaka ya 80. Miaka ya 80 ilikuwa miaka ya 80 haifanyiki mihadhara hapa Dar es Salaam, ila nami itakuwa sehemu ya hiyo mihadhara. Kwa hivyo yeye ni miongoni mwa waliokuwa marafiki zangu tunaowasiliana na kupeana mbinu na mikakati katika shughuli nzima ya dawa. Sasa alipohamia Dar es Salaam miaka ya 2000, unaelewa, tukawa tupo karibu na tukaendelea kuwa karibu na shughuli zake. Miongoni mwa hizo kuwa mratibu wa juhudi za amani mkoa wa Dar es Salaam. Kulikuwa na kitu kinachoitwa Peace Building Initiative, yani juhudi za viongozi wa dini katika amani. Yeye alikuwa mratibu wa juhudi hizo mkoa wa Dar es Salaam, nami nikishiriki juhudi hizo kwa njia mbalimbali. Kwa ukaribu ukawa umeongezeka. Sasa imeenda hali hiyo mpaka Allah akajalia kwamba tulipoanzisha taasisi ya mashekhi na wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, mimi na yeye tulikuwa miongoni mwa waasisi. Na baadaye hatimaye mimi nikawa katibu mkuu na yeye akawa mratibu. Tulipofungua ofisi miaka ya 2012, kwa hiyo yeye akawa na ofisi
ndani ya ofisi hiyo na mimi nikiwa na ofisi ndani ya ofisi hiyo. Kwa hivyo tukawa tuko ofisi moja. Kitendo hiki kikatupelekea kuwa pamoja kwa muda mrefu, kwa sababu mchana, asubuhi mpaka mchana tuko katika ofisi moja tukifanya kazi pamoja. Lakini usiku kila baada ya Isha saa 2:30 tuko pamoja na tunaachana saa 5, saa 6 usiku kila siku. Kwa hivyo akikatokea kuwa yeye ni mtu ambaye ni naye kwa muda mrefu zaidi katika nyakati za siku. Ukiacha uimamu ambao tunaufahamu pale Mwinyi Amani, Naam, au kwa Mnyamani kama ilivyozoeleka, naam, ukiwacha ule uimamu na shughuli za uratibu kwenye taasisi yenu, naam, Sheikh Muhammad alikuwa na darsa kwa mfano? Sheikh Muhammad alikuwa na mambo mengi sana. Alikuwa na mambo mengi. Yeye kama ulivyosema, alikuwa imamu mkuu katika msikiti wa Mwinyi Amani Buguruni, lakini yeye alikuwa muasisi na mratibu wa taasisi ya mashekhe na wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania. Lakini yeye aliteuliwa kuwa mshauri wa mufti katika mambo ya dini na mambo ya kijamii. Lakini yeye alikuwa muasisi na mwenyekiti wa taasisi ya Ar-Risala Islamic Foundation. Lakini yeye pia alikuwa muasisi, kwa maana kwamba hapa Mwananyamala kuna eneo la wakfu linalotarajiwa kujengwa msikiti pia. Kwa hivyo yeye pia alikuwa kiongozi pale akiwa anasimamia jambo hilo. Lakini yeye alikuwa ni mshauri wa watu wengi, mwenye mtandao mkubwa katika masuala ya dini na ushauri. Lakini ofisi yake pia tulikuwa tunashughulika na usuluhishi wa migogoro, migogoro ya ndoa, migogoro ya kijamii, kutwa nzima. Siku yake ilikuwa inabebwa na mambo kama hayo. Lakini pia yeye alikuwa ni mwandishi mwandishi wa vitabu. Ameandika sana, viko vitabu ambavyo ameviandika na bado havijatoka. Tunamwomba Allah tusaidie, atupe taufiki tuweze kutoka. Lakini yeye alikuwa ni mpenda nchi yake. Aliipenda Tanzania, mzalendo. Aliipenda amani ya Tanzania, alikuwa mzalendo. Kwa hivyo swala zima la amani alikuwa analishughulikia sana. Na ndio maana akiona dalili zozote za uvunjifu wa amani ilikuwa anajitokeza akazungumza na waandishi wa habari. Mbali ya kuwa ametengeneza kitabu kinachoitwa Misingi 15 ya Amani. Kipo kitabu hiko kimechapwa. Lakini pia alitengeneza kitabu Nasaha 10 kuelekea uchaguzi mkuu. Wakati ule tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2020. Kwa alikuwa ni mtu mwenye kazi nyingi. Tumeona hapa katika orodha ya watoto wake wako 10. Naam. Hawa aliwapata kwa yule mama yetu tu wa pale Tanga. Na katika maisha yake labda alikuwa na wake wangapi na watoto wangapi kwa ujumla wake? Ya Sheikh Muhammad. Naam. Ya Sheikh Muhammad ana watoto ambao aliwaweka kuwa ni watoto wake. Ana watoto 15. Watoto 15 hawa ni watoto aliowachukua kuwa ni wake, kwa maana ya wake. Katika hawa 15, 11 ni watoto ambao yeye ni baba mzazi. Sawa. Katika hao 11, 2 anawapata kutoka kwa mkewe wa kwanza,
na 9 anaopata kwa mke ambaye ndiye aliyemfia. Maana Sheikh amefariki dunia akiwa na mke mmoja. Sheikh amefariki dunia akiwa na mke zaidi ya mmoja. Aha, sawa. Lakini huyu mmoja ndiye aliyezaa naye. Hakuwa na watoto kwa wake wengine. Huyu mmoja ndiye aliyezaa naye. Naye amezaa naye watoto 9. Na hii ndio iliyokuwa inajulikana kama nyumba kubwa iliyopo Buguruni karibu na msikiti wa Mwenye Amani. Kwa hapa kuna watoto 9. Katika hao watoto 9 mmoja mwanamke na 8 ni wanaume. Na ukichanganya na wale wawili unapata watoto 11. Lakini pia kuna watoto wengine ambao ni wake, yaani usingeweza kuona tofauti yote, ni wake. Kuna watoto kutoka kwa mkewe huyu na mtoto mmoja ambaye ni mtoto aliyeachwa na marehemu mdogo wake Said. Sawa. Kwa hivyo hawa utawapata takriban watoto 15. Nakushukuru sana mtazamaji. Leo tumeona na sisi hapa Channel 10 tuwe na mchango wetu mkubwa kwa almarhum Sheikh Muhammad bin Eid Muhammad Abu Eid, kwa sababu ya kazi kubwa aliyoifanya ya kuelimisha umma. Miongoni mwa njia alizozitumia kufikisha dawa ni pamoja na hii Channel 10, akisimamia na kukiongoza kipindi cha Al-Risala. Leo hapa studioni tunaye swahaba wake wa karibu kabisa, Alhaji Sheikh Hamisi Mataka, mwenyekiti wa halmashauri kuu ya taifa ya BAKWATA, ambaye tunafanya naye mazungumzo haya kwa lengo la kumuenzi na kumkumbuka shekhe wetu huyu. Tupate mapumziko, tutakaporejea tutamalizia sehemu yetu ya mwisho inshallah. Simama, amka. Ndugu zangu, linapokuja jambo jipya au jambo geni, lazima kutakuwa na maoni tofauti, na ni haki yetu, ndio demokrasia yetu, wananchi wetu watoe maoni yao, na ni kazi ya serikali kubeba maoni na kuyafanyia kazi. Kwa pamoja tunajenga nchi. Naam, ahlan wa sahla wa marhaba. Tumetoka kupata mapumziko mafupi, bado tungali na Sheikh Muhammad Eid Muhammad, imamu wetu mkuu pale Masjidi Mwenye Amani Buguruni, ambaye tumeshuhudia dunia ikimwaga katika siku za hivi karibuni, na sisi hapa leo Channel 10 tukiwa na mchango wa kumzungumza kwa karibu sana. Naam, tunaye hapa mgeni wetu hapa studio, Alhaji Sheikh Hamisi Mataka, sahibu wake wa karibu sana Abu Eid. Sheikh Mataka, tumeona amezaliwa Tanga, amesoma pale Pangani, lakini Sheikh Muhammad ana matukio mengi sana. Kabla ya kifo chake akijamfika alikuwa na matukio mengi. Tunaweza tukaikumbuka japo machache? Kwanza kama nilivyosema kwamba Sheikh Muhammad alizaliwa Mkata, Tanga, tarehe 1 Januari mwaka 1969. Sahihi kabisa. Kwa Sheikh Muhammad amezaliwa mwaka 1969 tarehe 1 Januari pale Mkata, wilaya ya Handeni, mkoa wa Tanga. Lakini huyu Sheikh Muhammad alisoma. Naam. Na katika kusoma kwake baba yake alikuwa ni mwalimu, Sheikh Eid Muhammad bin Hussein Mahede Kisodia Mahelanga. Huyu alikuwa ni mwalimu wa dini. Naam. Kwa hivyo ni kusema kuwa Sheikh Muhammad kwanza kapata dini kutoka kwa baba yake ambaye anasifika kwa ukali. Alikuwa mkali sana. Alikuwa mkali akitaka, hana masahara. Hakuwa na masahara. Kwa hivyo na huyu mzee ilifika wakati
alihamia hapa Muheza, akawa anasomesha pale. Kwa hivyo Sheikh Muhammad kuna kipindi amekulia akiwa Muheza na baba yake ni mwalimu pale. Kwa hivyo kafundisha sana Mzaidi pale. Muhammad akasoma, Sheikh Muhammad akasoma kwa baba yake, lakini pia akawa karibu na mashekhe wa pale. Mmoja wa uradi wao mkubwa ulikuwa ni kuisoma Qur'ani kwa kupokezana. Kila baada ya swala ya subhi watu wanapokezana kusoma Qur'an, wanafanya mzunguko au daira, na huyu anasoma anasikilizwa, huyu anasoma anasikilizwa, akikosea anakosolewa na kadhalika, anazunguka. Kwa hivyo alisoma pale. Baada ya hapo baba yake Sheikh Eid Muhammad bin Hussein Mahede Kisode Mahelanga akaenda Tanga mjini kufanya utafiti. Kufanya utafiti. Chuo gani ampeleke? Utafiti huo ukamfikisha Tamta. Pamoja na kuvitembelea vyuo vingine toka pale, lakini pale akakumbana na changamoto. Changamoto kubwa kwamba mtoto tunaweza kumpokea, lakini hatuna mahala pa kumlaza. Pale Shekhe, baada ya changamoto hii, Mzee Idi akawa moyo umevunjika. Lakini kuna fundi mmoja aliyekuwa anajenga pale, akaenda kuzungumza naye, akieleza kukosa kwake fursa kwa sababu ya kukosa mahala pa malazi kwa mwanawe. Alipomweleza yule mzee akamwambia, hilo acha, atakaa nyumbani kwangu. Kwa hivyo fursa ikapatikana, na akajiunga na Tamta mwaka 1984. Akajiunga na Tamta pale, na amekuwa pale akisoma kuanzia chini akiwa kama mwanafunzi. Ingawa mwenye anasema alhamdulillah, Qur'ani yangu haikuwa na shida, kwa hivyo ilikubalika kutokana na msingi uliojengwa na baba yake na wale wazee wa Muheza. Akasoma pale mpaka kufikia daraja la kuwa mwalimu. Alianza kuwa mwanafunzi mwaka 84 na mpaka Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub bin Khamis Al-Khamadhi anafariki mwaka 1997. Sheikh Muhammad Eid Muhammad ameachwa akiwa ni mwalimu. Akiwa ni mwalimu. Kwa hivyo alijiunga pale na alikutana pale na wanafunzi mbalimbali. Lakini wenyewe watu wa Tamta pale wanapenda ukisema mimi ni mwanafunzi wa Tamta, watakuuliza tu wewe bachi yako ni akina nani? Yani wale waliosoma na wewe ambao wao ukishawataja ndio ithibati ya wewe ulisoma. Ndiyo. Kama umesoma lakini hujui uliosoma naye, ndio kwa tabu. Toko wewe umesoma Arabi. Hujasoma wewe kwa Sheikh Muhammad Ayub. Wewe hujasoma. Kwa hivyo Sheikh Muhammad miongoni mwa aliyosoma nao pale ni Sheikh Walid bin Sheikh Al-Had Omar Kawambwa, shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Wamepiga naye kitabu pale. Huyu ni bachi yake. Mwingine ni Sheikh Muhammad Konsel. Sheikh Muhammad Konsel ambaye yeye sasa yuko pale naibu kadhi mkuu
na hivyo naibu kadhi mkuu akishughulikia masala ya sharia katika Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Kwa hivyo ndio katika bachi yake. Lakini Sheikh Samir Sadiq ambaye ni mkuu wa chuo cha Shamsil Maarif kule Tanga. Hii ni katika bachi yake. Mwingine Sheikh maarufu mkoa wa Pwani huku Mkuranga, Sheikh Shaaban Mbwera. Sheikh Shaaban Mbwera ni miongoni mwa bachi yake. Safi. Kwa hivyo na wote hawa ni watu muhimu katika ulimwengu wa Kiislamu hivi leo wakifanya kazi kubwa na ni kudhihirisha kiwango kikubwa cha kazi ambacho amekifanya na amekirithisha Allah amraham Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub bin Khamis al-Khamadhi katika ulimwengu wa Kiislamu na ulimwengu wa kiilmu. Kwa hivyo alisoma pale, alisoma mpaka shekhe alipofariki mwaka 1997. Alipofariki shekhe kuliingia mgogoro pale Tamta uliopelekea mwalimu Sheikh Muhammad marehemu Sheikh Muhammad Bakari al-Burhani kuondoka pale Tamta na kwenda kuasisi madrasa nyingine Shamsil Maarif kule Duga. Sasa ipo mahala panapoitwa Duga pale Tanga. Sasa moja ya linalokumbukwa baada ya kutukia tukio hili ambalo liligawanya hata wanafunzi, wengine walibaki na wengine wakaondoka, Sheikh Muhammad bin Eid Muhammad anakumbukwa kuwatuliza wanafunzi waliobaki kwamba nyinyi bakini na sisi tunabaki hapa na mambo hapa yataendelea kama yalivyo. Kwa hili ni miongoni mwa tukio linalokumbukwa sana. Lakini miongoni mwa yanayokumbukwa ni kana vile kwamba marehemu Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub bin Khamis al-Khamadhi, yeye Allah amrahamu, yeye alimuandaa Sheikh Muhammad kuwa kiongozi. Ndiyo. Kwa sababu alimsogeza kwake na kumshirikisha mambo ya chuo akiwa kijana mdogo. Akiwa kijana mdogo. Kwa hivyo alimzoeza kuwa kiongozi kabla hajawa kiongozi. Alimzoeza kuwa kiongozi na manake hii alimjenga. Alimjenga. Miongoni mwa yanayokumbukwa Tanga na Tanzania kwa ujumla, kuliingia hii mizozano ya mambo ya bid'a. Sema hili bid'a, hili bid'a, hili bid'a. Sasa kukawa na timu mbili, mathalan maulidi, wanaoyaunga mkono na wanaoyapinga. Sasa lilipotokea hili, Tamta ilitoa mchango wake mkubwa tu katika hili. Lakini liko tukio la marehemu Sheikh Muhammad Ayub bin Khamis al-Khamadhi, Allah amraham, yeye kumwita Sheikh Muhammad Eid Muhammad na kumpa kitabu kwamba kasome hiki kitakusaidia katika haya mambo yanayosema bid'a. Kwa hivyo hii kitabu hiki ambayo sisi watu wa Majamvini tunakichukulia kama ndo ijaza. Hii kama ni ijaza. Ijaza. Ametuonyesha Sheikh Muhammad Ayub mbeleni atakuwa nani huyu katika ulimwengu, na kwa hakika lile ambalo lilidhamiriwa limekuwa. Ni miongoni mwa wanafunzi wa Sheikh Muhammad Ayub aliyetendea haki elimu katika ulimwengu wa Kiislamu. Kwa hili ni miongoni mwa tukio pia linalokumbukwa. Lakini moja ni ujasiri aliokuwa nao.
alikuwa na ujasiri sana. Alikuwa jasiri kwa maana ya jasiri. Moja ya matukio ya kijasiri yanayokumbukwa kwamba iko siku moja pale msikiti wa Tamta, siku ya Ijumaa, msikiti umejaa, khatibu anahutubia juu ya mimbar pale, na mashekhe mabwana wakubwa wako pale, na wanafunzi na waalimu wako pale. Ikafika wakati khatibu akaanguka kwenye mimbar. Ya salam. Kwa hivyo alipoanguka khatibu, wakati watu wanamzozoa khatibu kwenda kumpa huduma ya kwanza, huyu hapa Sheikh Muhammad aliyekuwepo, bila kuambiwa na yoyote, alipanda na kumaliza ile khutba, kwa maana kuiendeleza. Allahu Akbar. Hili ni tukio la ujasiri. Ujasiri kiakili, ujasiri kielimu. Kabisa. Kwamba mtu kaanguka na hujui kaangukaje. Nini kimemwangusha? Unapanda na unaendeleza khutba na Ijumaa ikaswaliwa. Hili ni miongoni mwa matukio yanayokumbukwa. Allahu Akbar. Kipindi chetu kinakimbia, tuna dakika chache kidogo. Sheikh Muhammad amefariki, tumesikia wote. Nini chanzo cha kifo chake? Sheikh Muhammad yeye alikuwa na tatizo la pressure. Pressure kwa maana pressure ya juu, na alikuwa anahudhuria clinic akiwa daktari maalum juu ya mambo ya pressure, na kila siku alikuwa anatumia dawa za pressure. Sasa siku ile usiku wa Jumatano, ulikuwa na usiku wa Jumatano kuamkia Alhamisi, kama nilivyoeleza awali, mimi na yeye tuna kawaida ya kuwa karibu pamoja usiku. Kila baada ya Aisha tunakutana kila siku, na tunaachana majira ya saa 5 au 6 ya usiku, na wakati mwingine kwa kupelekana majumbani. Kwa hivyo nilikaa naye siku ile pale kuanzia majira ya saa 2 mpaka saa 4 kasorobo. usiku. Saa 4 kasorobo akaniacha kwa dharura kidogo, akiniambia atakuja. Maeneo gani ilikuwa hiyo? Mtaa Lumumba. Hapo ofisini? Mtaa Lumumba ofisini. Chini pale kuna mahala panapatikana chai jioni. Kwa hivyo tulikuwa pale eneo la Lumumba. Kwa hivyo alipoondoka na kwenda mara moja kujikohoza narudi, akachelewa kurudi. Wakati amechelewa na tafakari kwa nini amechelewa, akamtuma kijana anifuate kwamba na ananiita. Na nilipokuwa kule nikamkuta yuko chini amekaa, akanambia kwamba bwana, nimetoka msadani na najiona siko sawa hapa. Tukampa huduma ya kwanza, na baada ya muda tukampeleka hospitali ya Amana. Walipomwangalia pressure yake ikawa iko juu. Takriban ilikuwa 187 kwa 127. 187 juu hiyo. Ya juu, na ya chini 127 tena. Kwa hiyo ilikuwa khatma. Hiyo khatma, hiyo pressure ambayo ilielezwa kwamba ili athir ule kupata kwake, ili athir na kupatikana kama kuvuja kwa damu katika kichwa. Ikawa ndio khatma yake aliyomkadiria Allah. Allah amrehemu, Allah amsamehe alipoteleza, Allah amruzuku pepo. Amin. Na sasa Mufti kafiwa,
mshauri wake yule. Naam. Mheshimiwa Mufti amefiwa. Bila shaka. Amefiwa sana, baraza limefiwa sana, Waislamu tumefiwa sana. Labda kuna chochote ambacho hatujakizungumza kwa leo kinachomhusu almarhum shehe wetu Sheikh Muhammad? Bila shaka mambo yake yako mengi. Tumezungumza sehemu ndogo ya yale ambayo yanamhusu. Mambo yake Sheikh Muhammad kwa upana wa mambo yake, hata kazi zake hapa hatujazungumza kazi alizofanya, matukio muhimu aliyoshiriki, mengine yalikuwa akihudhuria mikutano ya ndani na mikutano ya kimataifa kila mwaka, lakini alikuwa anasomesha miongoni mwa wanafunzi wake yeye. Kadhalika matarajio yake, lakini matarajio yake, miongoni mwa matarajio ni kwamba yeye alikuwa anajiandaa kufungua vituo viwili vya kutoa elimu ya Kiislamu. Kimoja Mkata ambako tayari ardhi ipo, na kingine Buguruni ambako tayari ardhi ipo. Kwa ana mambo mengi ambayo alikuwa anajaribu kuya. Na wewe kama rafiki wa karibu wa Sheikh Muhammad, kuna unachofikiria katika kuendeleza mawazo yake hayo? Kwanza Sheikh Muhammad mashallah ana marafiki wengi. Ana marafiki wengi sana. Ana mashabiki wengi sana ndani na nje ya nchi. Na wote hao wanatamani kazi zake ziweze kuendelea, yale aliyoyatamani yaweze kuendelea. Kwa yako mambo ambayo wanajaribu kuyafikiria hivi sasa, moja ikiwa kuligeuza jina la taasisi ya Ar-Risala, libebe hii taasisi sasa ibebe jina lake, badala ya kuwa taasisi ya Ar-Risala iwe ni taasisi ya Sheikh Muhammad Eid Muhammad Foundation. Kwa hivyo yako mambo ambayo tunayazungumza, na tunamwomba Mungu atupe taufiki katika kuona kwamba zile kazi zake zinaendelea. Kama nilivyokuambia, kuna vitabu wametengeneza, miswada haijatoka. Tunamwomba Mungu tujalie, tuisimamie ili faida hiyo aliyoitarajia kwa watu endelee. Sheikh Muhammad alikuwa na kazi nyingi. Mojawapo ilikuwa ni kukusanya nguo na vitabu vya dini ya Kiislamu kuvipeleka vijijini. Hiyo kazi alikuwa nayo. Ni miongoni mwa mambo ambayo tunayatarajia kuyaendelea. Sheikh Muhammad alikuwa mwepesi wa kujibu hoja, kufafanua, kuelimisha na kuelekeza umma juu ya yanayosemwa kwamba ili ni bid'a. Alijitolea kufanya hiyo kazi. Unaona kwamba tunaye mtu mwingine mrithi wake kwa ajili ya kufanya hiyo shughuli. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe mrithi wake. Amin. Sio kazi ndogo. Ni kazi kubwa. Ni kazi kubwa kumpata haraka mtu wa kuvivaa viatu vya Sheikh Muhammad, sio kazi ndogo. Kwa sababu ni kazi ambayo ina changamoto nyingi. Ni kazi ambayo ina changamoto nyingi. Kwa mfano hii Dar es Salaam, ukiwa kama alivyokuwa Sheikh Muhammad, ukiwa kama alivyokuwa Sheikh Muhammad, elewa kwamba marafiki watakuwa wengi, lakini maadui, wapinzani watakuwa wengi. Umeelewa? Kwa marafiki utakuwa nao, wapinzani utakuwa nao. Kwa hivyo ni ghasia. Lakini katika huo upinzani, maana yake ni kwamba itafika mahala kwamba wengine hata wasikuhesabu kuwa sehemu yao. Na vikwazo vya kijamii na kiuchumi pia vitakosekana. Kwa hiyo ni kazi kubwa. Lakini tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutie nguvu, na tunamuomba atupe badali njema yake. Amin. Mimi nakushukuru sana. Nakushukuru kwa kuacha muda wako. Kukupata ni kugumu sana, lakini
Umeona tumeshughulika karibu wiki nzima. Alhamdulillah. Simu zangu kwako hazikauki. Alhamdulillah. Alhamdulillah, leo tumekifanya kile ambacho tumekitaraji kwa watazamaji. Mtazamaji, kumpata mwenyekiti wa halmashauri kuu ya BAKWATA Taifa Sheikh Hamis Mataka sio kazi rahisi, lakini tulipambana mpaka tumekuja. Tulichokifanya hapa si tu kumhadithia Sheikh Muhammad Eid, lakini pia ni kutoa elimu. Hebu angalia ni kwa namna gani ambavyo ametuhamasisha na sisi tuliobaki hai kuwa wajasiri, kuwa wathubutu, kuwa tayari kuutumikia umma. Wakati tunakuja hapa ulikuwa umesoma aya ile kwamba ukifanya Mungu ataona, Mungu ataona na waumini wataona. Mambo mengi yamefanyika. Kuna aina tatu ya watu. Kuna aina tatu ya watu. Aina mbili sio zenye kupendeza. Lakini hii aina ya tatu ndio. Kuna watu ambao wao wanasema wasioyatenda. Wanasema wasioyatenda. Yaani wanasema lakini hawayatendi wanaoyasema. Mwenyezi Mungu hakuwasema vizuri. Ya alladhina, yani hawa kusema vizuri. Lima taquluna ma la taf'aluna. Kwa nini mnasema msiyofanya? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ni chukizo mbele ya Mwenyezi Mungu kusema yale msiyofanya. Hili ni kundi la kwanza. Halijasema vizuri. Lakini kuna kundi la pili. Wayuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Wanapenda wasifiwe kwa wasioyafanya. Hao pia hawakuzungumzwa vizuri. Wanafiki hao. Lakini kundi zuri ni ile ambayo Mungu amesema i'malu wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Naam. Sema tendeni, fanyeni kazi. Allah ataona, mtume ataona na waumini wataona. Tayeb, basi Sheikh Muhammad ameifanya hiyo. Allah amemshuhudia, ameona, mtume amemuona, bali na sisi waumini tumeiona kazi yake. Na wewe kuwa sehemu ya hayo au hao walosemwa kwa namna hiyo. Fanya, Allah anakuona, mtume anakuona na waumini watakushuhudia, lakini kikubwa ni malipo kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Tulikuwa tunamkumbuka almarhum Sheikh Muhammad ibn Eid Muhammad Abu Eid, aliyekuwa imamu mkuu katika msikiti wa Mwinyi Amani Buguruni hapa jijini Dar es Salaam. Tumeangalia kuzaliwa kwake, uzao wake, tumeangalia kusoma kwake, tumeangalia shughuli mbalimbali alizozifanya za kijamii, lakini hapa mwisho tumekuja kutamatisha kwa kuangalia asbabi ya kifo chake. Aliyekuwa anasimulia mambo haya studioni ni Alhaji Sheikh Hamis Mataka, ni mwenyekiti wa halmashauri kuu ya BAKWATA ya Taifa, katibu mkuu wa taasisi ya mashekhe na wanazuoni wa Kiislamu hapa nchini kwa maana Tanzania, lakini pia ni mwenyekiti mwenza wa kamati ya taifa ya viongozi wa dini ikiundwa kwa pamoja na TEC, CCT pamoja na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki, ni kualike tena wiki ijayo kwenye ulimwengu wa Kiislamu hapa Channel 10, na mimi ni Isa Mkalinga. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.